Kitengo cha sheria ZMA chaanza ziara ya ukaguzi wa mikataba ya mabaharia kwenye kampuni za meli kwenye vyombo vya usafiri baharini hapa Zanzibar. Akizungumza mara baada ya kukamilika kwa ziara fupi ya kuitembelea ofisi ya Zan Fast Ferries iliyopo Malindi, Zanzibar, afisa sheria kutoka mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar, Sharifa Abubakar Hamisi, amesema lengo la ziara hiyo ni kubaini iwapo mabaharia wanaofanya kazi katika boti hizo wanayo mikataba ya kazi, na kama mikataba hiyo imeridhiwa na mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar ZMA, na pindi ikibainika kwamba mikataba hiyo haikuridhiwa na hawana mikataba ya kazi, basi adhabu ziweze kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na faini na taratibu nyingine za kisheria. Kwanza tulitaka kujua wanawafanya kazi wangapi, katika kategori gani, na kama wanayo mikataba yote na mikataba inafata vigezo ambavyo tumeviweka sisi mamlaka. Tulifanya hivyo na tukajiridhisha. Sharifa amesema katika ziara yao wamebaini uwepo wa mikataba ya kazi kwa wafanyakazi wote wa kampuni ya Zan Fast Ferries, na wameipongeza kampuni hiyo kwa kutekeleza takwa hilo la kisheria. Lakini kwa kuwa mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar ZMA haipendi kuambiwa na kuona tu ofisini, watakwenda kwenye vyombo vya usafiri moja kwa moja kuonana na mabaharia ili wathibitishe wenyewe kwamba kweli wanayo mikataba ya kazi. Tutafanya utaratibu wa kuingia katika meli ili kujua changamoto za mabaharia wanazopitia, kwa sababu tumesikiliza maofisini, vile vile tutawafuata kule kujiridhisha kwa kile ambacho tumekisikia katika ofisi zao. Naye meneja rasilimali watu wa kampuni ya Zan Fast Ferries, Shakira Ayub Said, amesema binafsi wao kama kampuni wanajitahidi sana kuhakikisha wanasimamia miongozo ya kisheria pamoja na maelekezo ya mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar ZMA, na kwamba watahakikisha kila ambacho captain au mfanyakazi yoyote ndani ya boti hizo kinamstahikia kisheria anapatiwa mfanyakazi huyo. Ameieleza ZMA Online TV kwamba yapo mapungufu ya kiutendaji kwa baadhi ya mabaharia katika boti zao, ikiwa ni pamoja na udokozi wa mafuta, vyakula na wakati mwingine hata kupitisha wasafiri kinyemela bila kukatiwa tiketi, jambo ambalo ni kinyume na sheria za usafiri baharini. Baharia wanapitisha, tunasema vichwa, anashuka kwenye boti. Yani hiyo, to be honest, yani ni kitu ambacho kinakwazisha. Anashuka kwenye chombo, akishashuka kwenye chombo unamuona huyo anatoka, anatafuta enemies ya kupata abiria huko nje ambaye atamlipa pesa. For instance, tunalipa ndani abiria moja 35 economy. Yeye anaenda huko, anaweza hata kupata 30, lakini anakuta anaingiza abiria sio jamaa yake hasa, kwa sababu jamaa yake utaratibu upo. Ukiwa kama unataka kusafirisha familia unatoa taarifa na wanakuwa complimentary wapate kupita. Shakira amewaomba wazazi na walezi kujitahidi kuwalea watoto wao vizuri, kwani Zanzibar na Tanzania inasifika kote duniani kuwa na mabaharia wazalendo na wenye nidhamu kubwa. Hivyo ni vyema kuidumisha sifa hiyo kwa watoto wetu. Awali, ndugu Mohamed Kasim Hassan, kiongozi wa msafara huo kutoka mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar ZMA, amemweleza mwenyeji wake meneja rasilimali watu kutoka kampuni ya Zan Fast Ferries, Shakira Ayubu, kwamba lengo la ziara hiyo ni kujionea kwa macho yao juu ya mikataba ya wafanyakazi katika boti hizo, lakini watakagua pia mambo mengine ambayo yanasimamiwa kwa mujibu wa sheria za mamlaka ya usafiri baharini. Kwa hivyo hapa kuna mambo tutataka tuyaone na kuna mambo tutataka tuyajue ili tuweze kushirikiana katika swala hili, kwa sababu najua ZMA ndo waratibu wa shughuli zote za usafiri baharini. Ziara hiyo ya kuzitembelea kampuni za Zan Fast Ferries na kampuni nyingine zote zinazofanya kazi ya usafirishaji hapa Zanzibar itaendelea katika kampuni nyingine ili kubaini changamoto za kiutendaji ndani ya kampuni hizo na kuchukua hatua. Naitwa Suleiman Abdullah wa ZMA.